Kesi ya hujumu uchumi namba 000217172 ya mwaka 2025 inamkabili mwanamitandao na mwanaharakati maarufu Mange Kimambi imeahirishwa mpaka Januari 28 mwaka 2026 baada ya upande wa serikali kueleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo haujakamilika. Leo Disemba 4, siku ya Alhamisi 2025, shauri hilo liliitwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Hassan Makube, ambapo upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa upelelezi bado, hivyo ukaomba shauri hilo kupangiwa tarehe nyingine. Upande wa Mange Kimambi, ambao ni upande wa utetezi au mlalamikiwa, haukuwa na wakili yoyote utetezi, hivyo hakimu Makube akawaagiza upande wa jamhuri kuhakikisha taratibu zote zimekamilika ili tarehe hiyo, tarehe 28 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 ikifika, shauri lianze kusikilizwa. Mange Kimambi anakabiliwa na mashtaka utakatishaji fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5, ambapo inadaiwa kuwa kati ya Machi 1 na Machi 31, 2022 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Mange alijipatia fedha hizo akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Inadaiwa pia alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai kwa vitisho. Shtaka hilo linaangukia kifungu cha 12 kipengele cha kwanza kipengele kidogo D na cha 13A cha sheria ya utakatishaji fedha sura ya 423 mwaka 2019 ikisomwa sambamba na sheria hujumu uchumi. Asubuhi ya Disemba 2, 2025, video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ilimuonesha Mange Kimambi akithibitisha kuwa amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kwa kesi hiyo, akidai kuwa serikali ya Tanzania imedhamiria kumrejesha nchini. Sheria ya kurejeshwa kwa watuhumiwa kutoka nje ya nchi, yani Extradition Act ya mwaka 2019, inatambua utakatishaji fedha kama moja makosa yanayoweza kupelekea nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa. Hatua hiyo mpya inakuja takriban mwezi mmoja baada ya mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari kueleza kuwa ofisi yake ina uwezekano wa kumchukulia hatua Mange kutokana na tuhuma za kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi baada ya kuapishwa kwake na kupata wadhifa huo jijini Dodoma, Hamza Johari alisema serikali inatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na nchi ya Marekani, ambayo kwa sasa ndiyo Mange anaishi humo, kutathmini uwezekano wa kumrejesha nchini. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu. Lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho, yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Nilisema nianze na hilo kwa sababu baada ya kuwa pale nimeitwa na nimeshatoa majukumu, moja wapo ni hilo, kuliangalia hili kisheria, lakini umeniongezea na kidiplomasia. Kwa hiyo basi, lakini uzuri sisi tuna watu mahiri. Tuna watu mahiri, yani kuna watu wana akili, sijui kama kitu gani. Wanachohitaji wao ni guidance, and that leadership that is required. Feed them, bas, motivate them. Hiyo solution itapatikana ya kisheria na hata kama ya kidiplomasia. CPD yupo, DPP yule pale, katibu mtendaji yupo kwenye masuala ya sheria, Solicitor General yupo, katibu mkuu wetu huyu hapa, so humble, very passionate. Tumeona mali za watu binafsi zimeharibiwa, tumeona mali za umma zimeharibiwa, including yani gari la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali linachomwa moto. Haiwezekani. Si ndio JG? Ndio. Nimeambiwa kwamba na gari yetu nao limechomwa moto, dereva kakimbia.
lakini wanasheria sisi tuko mahiri na mjua tutakuja na solution nzuri. Kule kwenye MTC kule tunataka tukafikiri namna fulani ili tuweze kuishauri serikali vizuri. Najua watu wa vyombo vya ulinzi na usalama na wao wana sehemu yao na wao watafikiri kivyao. Lakini sisi hatuwezi tukasema kwamba lile ni swala la kiusalama tu. Hapana, lile ni swala la kisheria. Yaani sheria zimepuuzwa, zimevunjwa. Habari zenu wa Tanzania. Dada yenu nimepatikana. Dada yenu nimepatikana, nikwambia nimepatikana. Ndugu zangu, hapa navyowaambia. Ndio nimeletea habari. Yaani kama wana wago. Ni vile nina jina mpaka waje kunistukizia. Ni vile na watu kila sehemu Tanzania ndio nimeletewa. Nimefunguliwa economic case Tanzania. Navyowaambia. Nimefunguliwa economic case. Hii hapa, iangalieni. Hiyo mmeiona? Hii kesi ni serious, maana ni economic case. Hii kesi ni deportable. Yaani ni kesi ambayo naweza kudeportiwa kutoka Marekani, ndugu zangu. Lakini pia nashukuru nimejua mapema ili na mimi nianze kujipanga. Lakini pia nilikuwa nataka niombe wa Tanzania, kesi yangu inasikilizwa tarehe 4 Disemba ambao ni kesho kutwa. I think itakuwa Thursday or something. Na saa 5 asubuhi Kisutu. Inasikilizwa saa 5 asubuhi Kisutu. Mmeona hapo jaji nani sijui. Naombeni wa Tanzania muende Kisutu mkasikilize kesi yangu. Mniambie kesi iliendaje, imekuwaje, wameamua nini, na deportiwa lini. Kwa hiyo huku kwa mwenzenu hapa sasa hivi ndio nakaa nasubiri FBI wanifuate muda wote. Nifuatwe na FBI mimi. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba. Anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu. Lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yaani ana admit